Action. Hujambo na karibu tafadhali. Ikiwa ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kukuletea uchambuzi na masuala mbalimbali yanayohusu siasa Tanzania. Hususan kabisa kile ambacho kinaendelea katika wakati huu ambao ni miezi kadhaa tu imesalia kabla ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Mbele yako tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi vile vile, anaitwa Eli Mgimba. Tuko naye hapa. Karibu sana kaka. Habari ya leo? Niko vizuri. Bana, karibu sana Njombe TV, lakini pia karibu sana The Standard pamoja na Digital News Tanzania. Wote tuko pamoja, tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusogezea mtazamaji matangazo haya. Kwanza lakini tufahamu hali ya siasa mpaka sasa kwa kipindi cha miaka 4 ya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, unaichukuliaje na unaionaje vile vile? Imepata mwamko mpya ukilinganisha na tulikotoka. Sasa hivi kuna ustahimilivu ambao upo, ni kutokana na kiongozi ambaye tunaye. Tunapomzungumzia Mama Samia, ameileta siasa iweze kurudi kwenye ulimwengu wa kustahimiliana kama wanasiasa, na kuruhusu ile mikutano ya kisiasa iweze kufanyika kwa kadri ya katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo ametoa uhuru wa wanasiasa, na wakati mwingine amekuwa huru kabisa. Mnaweza kunisema vyovyote vile kwa sababu wote tunaijenga nchi, na ametamani sana kuiona siasa ambayo ipo kwenye muktadha wa kuijenga nchi, sio malumbano. Ndio maana anajaribu kusema, kuna sehemu nyingine mkimsikia anawaambia wapinzani, mimi sina haja kugombana nyinyi wapinzani kwa sababu nyinyi ni msaada kwa serikali iliyopo madarakani. Kwa sababu nyinyi wenzetu mnaweza mkao mnaona mna macho mkaona mengine ambayo sisi hatukuona. Kwa hiyo mnapoyasema msiyaseme kwa maana ya kunungunika, yasemeni kwa maana ya kuyaibua, na serikali itatekeleza. Kwa hiyo unajiona ni siasa ambayo tumerudi kwenye siasa za kustahimiliana. Tulikuwa kimya kwa kipindi chote ambacho Daktari hayati John Pombe Magufuli alikuwa madarakani, na hatimaye sasa ni miaka 4, majukwaa yamechangamka na mambo mbalimbali yanazungumzwa. Kile ambacho Rais Samia alikuwa amelenga kukiona huko majukwani ndicho kinachofanyika ama namna gani? Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukishuhudia pia maafisa wa polisi leteana purukushani kwa namna moja nyingine na vyama vya upinzani na si chama tawala. Pamoja na kuruhusiwa hii mikutano, lakini bado sheria zetu zipo pale pale. Kwa hiyo lazima watu wafuate taratibu na kanuni, lakini pia serikali iliyopo madarakani lazima iangalie na usalama wa nchi pia. Kwa hiyo kwa sababu kupitia mikutano ya siasa huwa kuna uvunjifu wa usalama wa nchi pia huwa unaweza kutokea. Kwa hiyo kama serikali iliyopo madarakani ni lazima inaporuhusu mikutano hii ya kisiasa, basi ni lazima inakuwa imepita mahali ya kujiridhisha usalama wa nchi kama upo salama. Kwa hiyo corruption nyingine zinaweza zikatokea ni kwa sababu ya hiyo tu. Sasa huwezi kuingilia masuala ya ulinzi na usalama. Wale wakisense jambo wanaweza kuzuia jambo lolote, despite of iwe Chadema iwe CCM. Kama kuna dalili za uvunjifu wa amani, wanaweza kuzuia kitu kama kile. Lakini tumeona wakifanya kazi na mikutano ya kisiasa wakisimamia yote. Viongozi sasa wanapita kwa kina Tundu Lissu, kina Amos Makala, wote wanasiasa hapa wanachanja mbuga, na vyombo vya ulinzi na usalama vipo vinawasimamia. Wanajikuta ni siasa ambayo ipo kwenye ulingo, sasa piga ni kupige. Sasa Njombe tumeshuhudia mikutano vile vile Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na hivi juzi tu tumeshuhudia mkutano hapa. Lakini siku moja kabla ya mkutano ule kukaibuka hali ya sintofahamu kuhusiana na kupigwa kwa mmoja kati ya kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni mwenezi wa baraza la wanawake BAWACHA Taifa. Kwanza, katika hali ya kawaida tu, wewe ukiwa kama mwanasiasa wa daraja la kati, mimi naweza nikakuweka huko, ulitafsiri vipi tukio lenyewe? Sasa lile tukio wanaoweza kulielezea vizuri zaidi ni wale waliokuwepo kwenye eneo la tukio, na sisi tunaweza tukasema tutachukua ile taarifa ya kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Kwenye siasa kuna mihemko, kuna kutofautiana. Sasa pamoja na Mheshimiwa Rais ambaye ameleta ile philosophy ya 4R, tukichukua ile R moja
ya kustahimiliana, reconciliation. Sasa ile inategemeana na utashi wa watu. Bado sio kwamba ilivyotolewa tu kwamba watu wastahimiliane basi watastahimiliana. Kwenye siasa kuna kutofautiana, kuna jaziba, kuna kupishana. Kwa hiyo yale mambo yanaweza katokea. Na yakitokea kunaweza kutokea ukuzwaji wa jambo, kuna kutafuta political mileage. Hivi vitu vyote vinatokea. Kwa hiyo mimi nashindwa kukaa sana kwenye mstari kwa sababu hivi vitu vyote vinaweza kavipo. Kuna political mileage inaweza katokea kwa kupitia hiyo, lakini conflicts kwenye siasa hazitokei. Kupishana hakukosekani. Ni vitu vya kawaida. Ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi nilichukulia katika mazingira hayo. Mtu mmoja anaweza kujiuliza kwamba sawa kupishana kupo, lakini ameumizwa, yule ni kiongozi. Hatujashuhudia kiongozi hata mmoja wa chama ambacho kiongozi yule anakitumikia kwenda kumuona, na badala yake tumeona viongozi wa vyama vingine tu. Sasa magomvi yanapotokea kwenye chama chochote cha siasa, kuna beneficiary ya vyama vingine vya siasa vina take advantage. Katika ulimwengu wa siasa ni vitu vya kawaida. Na yani mtu huwa anatoka, hakunaga mtu anazaga kaondoka kwenye chama kimoja kwenda kwenye chama kingine yani kiroho safi, yani kwamba nimefika hapa yani sababu kubwa ambayo huwa inasababisha mtu kutoka chama kimoja kwenda chama kingine ni magomvi. Yani duniani hakuna mtu aliyefika kwa maana sera za chama hiki sijakipenda naenda sera za chama hizi. Hakuna chama chenye sera mbaya. Vyama vyote vina sera njema tu za kuhudumia wananchi. Lakini kutoka chama kimoja kwenda chama kingine, magomvi ndio ambayo huwa yanapelekea watu kuhama chama kimoja kwenda chama kingine. Na hata magomvi yanavyotokea chama kingine, vyama vingine vina take advantage pale. Ni vitu vya kawaida. CCM wakigombana, vyama vya upinzani vina take advantage. Vyama vya upinzani vikigombana, vyama vingine vina take advantage. Kwa hiyo hili kwamba huyu mwenezi aliyeumizwa viongozi wake hakuna aliyejitokeza hata mmoja, bali mnaona vyama vingine, hiyo ndo political advantage ambayo tunaisema. Magomvi yanapotokea vyama vingine vina take advantage. So huenda pengine wanataka kutake advantage hiyo. Lakini siwezi kulielezea sana kwa sababu mimi sio niliyeenda na nani hiyo. Kwa hiyo naweza kuchukua ni hiyo, ni political advantage ya vyama vingine vinachukua. Kwa muda mrefu hatujashuhudia upendo ambao umeonyeshwa na Chama cha Mapinduzi kwa chama cha upinzani. Hili lina maana gani kwenye kati hizi? Ni siasa ambazo amezijenga nafikiri Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Amekuja na slogan ya zile fuara. Kwa hiyo huenda Chama cha Mapinduzi wanaamua kuishi kwa vitendo. Wanasiasa lazima tuwe na muda wa kustahimiliana, kuvumiliana, kupishana kupo. Kwa hiyo wanaziishi kwa vitendo zile siasa ambazo zimeanzishwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mkitamani siasa za aina hii ziendelee? Ni njema. Zinatuponya. Kwa hiyo na vyama vingine vige mfano huo. Tunaweza tukaisha kwenye upendo au kuna kutake advantage. Hizo zote mbili zinaweza kutokea. Tunataka tamani wanasiasa sisi sote lengo letu ni moja. Hakuna wanasiasa wanaoeneza mambo ya kuzimu. Yaani wanasiasa wote wanaeneza habari njema tu. Ndio maana kwamba hakuna chama chenye sera za ajabu au zinazotaka kwenda kinyume na ubinadamu. Unakuta vyama vyote sera zao ni kumwezesha yule mwananchi kutoka point A kwenda point B. Watakachozidiana ni ubora wa sera na utekelezaji wa sera walizoziainisha. Hapo ndio utofauti na ukuja. Lakini vyama vyote sera zao ni kumtoa mwananchi kutoka point A kwenda point B, na point B lazima iwe better than point A. Raia mmoja mzalendo akauliza kwamba jukwaa la siasa ni uwanja ambao unawasaidia wananchi kupata viongozi ambao watasimamia shughuli za maendeleo na kulisimamia taifa vile vile. Lakini sasa wanatafsiri kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia hatua ya kutumia nguvu kubwa sana kubaki madarakani kiasi kutosikiliza tena maoni ya wananchi. Ndio maana tumekuwa tukishuhudia pia matumizi ya nguvu katika baadhi ya maeneo, hususan linapokuja swala zima la uchaguzi. Kwa nini hali imekuwa hivi? Wanatumia nguvu kubwa
ipi? Yani kwa sababu ukisema wanatumia nguvu kubwa, ninachokiona wao wanatumia nguvu kubwa kutekeleza ile ilani yao ambao wameahidi kwa wananchi. Ndio kazi kubwa wanayoifanya. Na nguvu kubwa wanayoifanya, sasa unajua uwezi, yani mtu unaona utekelezaji wa ilani yako ambao umeinadi, na kwa hali ya kawaida wewe mwenyewe unaona, yani tunajenga barabara, tunajenga mahospitali, tunajenga vituo vya afya, halafu unaanza kutikiswa na kelele za ajabu, unaachana nazo, kwa unasonga mbele. Ile sio nguvu, ni kwamba wao wapo busy kutekeleza ilani ya chama chao ambacho waliinadi kwa wananchi, na wananchi wakawapa madaraka. Kwa hiyo hakuna nguvu inayotumika, bali ni utekelezaji wa yale majukumu yao ambayo yapo, ambayo ndio walionadi kwa wananchi na wananchi wakawapa ridhaa. Kwa hiyo lazima watekeleze. Kwa hiyo hakuna nguvu hapo. Kama mfuatiliaji wa masuala ya kisiasa hapa nchini, bila shaka unafuatilia mikutano ya hadhara ambayo inaendelea sasa hivi kwa Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ACT, hali kadhalika na vyama vingine. Unaridhika na hoja au kauli ambazo zinatolewa kwenye mikutano, na unadhani zinawapa haki wapiga kura au wananchi? Ukiendelea nikijikita kwenye hoja ambayo ipo kwenye Chama cha Mapinduzi, unakuta wao wapo bize na safari yao ya kuenda kuwatumikia wananchi, na wanajua uchaguzi upo, kwa sababu hakuna chochote ambacho wanakiona. Na Mheshimiwa Rais kama amiri jeshi mkuu wa nchi, unaona ameruhusu vyama vyote kuwa huru kufanya kazi, na hao wenzetu wamesimama na slogan yao ya no reform no election. Sasa unaweza ukajiuliza wanataka reform za namna gani? Kwa sababu hata mnara wa Babeli tunasema, si wanasemaga hivyo, haukujengwa siku moja. Mheshimiwa Rais aliyopo madarakani sasa, nchi aliipokea, sote tunajua mazingira alipokuwa. Kwa hiyo ameanza kutembea kwa kuanza kuyaruhusu baadhi ya mambo. Amekuja na slogan yake ya fuara, inafanya kazi kubwa sana. Ameruhusu mikutano ya kisiasa, wamefanya mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi. Kuna mambo yanabadilishwa. Sasa hawa, unajua huwezi kumridhisha kila mtu, unajua. Ndio ukishakuwa na watoto huwezi kuwaridhisha wote. Lakini kazi ambayo rais wa nchi anaifanya, kuhakikisha katiba ya nchi inafuatwa, unajikuta anafanya kazi. Ameruhusu mikutano sasa ambayo ilifungwa kwa muda mrefu. Amekuja na hiyo slogan yake kama tulivyosema, lakini kuna mabadiliko yamefanyika kwenye tume ya uchaguzi makubwa sana ambayo hayakuwepo. Sasa sijui sasa wanataka nini. Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine inabidi waache tu watu. Unaacha tu. Sasa ni mtoto wako akikunyea huku, ukati mkono, utaosha tu kombeleni, safari itaendelea. Kauli hayo ya no reform no election, mnaona kwamba haina umuhimu kiasi gani? Kwa sababu kuna hoja ambazo wameziibua, mojawapo ikiwemo mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambayo wanazitaja kwamba sheria hizo zimekuwa na mapungufu kiasi kwamba hazitoi uhuru kwa tume ya taifa ya uchaguzi, lakini vile vile kwa wasimamizi wengine ambao wataisaidia tume kufanya uchaguzi. Mambo haya hamyaoni, sivyo? Ndio maana nakwambia kwamba kuna mabadiliko makubwa sana yamefanyika kwenye tume ya uchaguzi. Kwa otherwise sasa inabidi tuje kwa agenda nyingine, tulete mabadiliko yaliyofanyika, yani iliyokuwepo tume, tuje na mabadiliko yaliyofanyika, halafu tuseme ni safari ndio tunaelekea. Yani huwezi kubadilisha mbingu mara moja papo kabadilika. Kwa hiyo hatukuwahi kuwa na tume hii iliyofanywa marekebisho, ndio tunayo sasa. Waacha tuendelee kwenye uchaguzi, halafu matokeo yatakayotokea ndivyo tuseme bwana pana weakness hii. Wasiwasi wao hapo yamefanyika. Wasiwasi ambao wanauibua ni kwamba endapo tukielekea kwenye uchaguzi na tume ikiwa na sheria hii ambayo inataraji kusimamia mchakato wenyewe ikiwa na mapungufu haya, pengine inaweza kutumika kama loophole kwa chama tawala kuweza kunufaika na mapungufu hayo. Wasiwasi wao tu. Mnaaminisha vipi kwamba chama tawala na tume haitatumika kwenye mapungufu hayo kuweza kunufaisha chama tawala? Yani katika kipindi ambacho vyama vya upinzani vilitakuwa kufurahia kula keki ya nchi hii, ni kipindi cha utawala cha Mheshimiwa Rais Mama Samia. Kwa nini? Ni kwa namna ambavyo moyo wake ulivyo, na namna ambavyo ameweza kuruhusu, na anatamani kuona hizi challenge ziwepo, na ziwepo kwenye serikali na zifanye kazi.
yani kwa moyo. Unajua kuna kuzungumza, mtu anazungumza unaona ile ni pitch inatoka moyoni, au hii anazungumza tu mdomoni. Katika kipindi ambacho yani wapinzani walitakiwa kuenjoy maisha, nasema ni kipindi hiki. Kwa nini sio awamu zingine zilizopita? Awamu nyingine zilizopita wote tulikuwa ni mashahidi, kwa sababu ile nayo ni kifua cha mtu. Sasa ni katika hali tuliona, yani sasa hatuna haja kuelezea sana. Waache tuende kuelezea hapa ambapo tupo. Okay. Katika kipindi ambacho upinzani wanatakiwa kuenjoy maisha. Yani watakuwa sasa kujipanga, waende kujipanga. Sasa ndio tunapata shida. Wenda wamejaribu kusoma upepo, wanaona unajua kuna wakati mwingine unaweza kujikuta na hii ngoma pale kuvuka sivuki, basi unatafuta sababu ya kujiegemezea. Katika kipindi chote ambacho vyama vya upinzani vilitakiwa kuenjoy maisha ni kipindi hiki. Lakini nadhani baada ya kujikadiria kuona, kwa sababu mama naye anachapa kazi. Mama watu wanapiga kazi, wala mnyongeni, haki yake mpeni. Hakuna binadamu kamilifu, lakini mama anapiga kazi. Kwa hiyo wenda wameona ile namna maendeleo yanavyoenda kasi, wanaona kabisa mpenyo wa kupita ni mgumu sana. Kwa wamekuja na hako kwa sababu no reform no election. Tume ya uchaguzi imefanyika, mabadiliko makubwa sana yamefanyika. Tuende nayo kwenye uchaguzi. Matokeo atakayotupa pale ndivyo tuje tena tuhoji kwamba bwana, hii tume bado haya mabadiliko yalifanyika bado hayatuletea matunda. Twendeni, kalizeni hoja. Kwa hivyo kwa maelezo yako ni kwamba hoja ambazo wameziibua bado hazina mashiko ya kuifanya tume ishindwe kuingia kwenye kusimamia zoezi. Bado haziwezi, bado hazina mashiko. Ni kwamba tume ambayo mabadiliko yaliyofanyika, waacha tuingie nayo ni practice, kwa sababu tu imefanywa mabadiliko. Sasa hata mkiingia kwenye practice mnaanza ku raise hizo hoja. Kwa mtizamo wako, ukilitazama zoezi lenyewe, sheria jinsi zilivyo na jukumu kubwa ambalo linakabiliwa na tume mbele yetu kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba wa rais, wa bunge na madiwani, unaona kwamba sheria hiyo ina fit kuingia kwenye mchakato na italeta matunda, italeta matokeo? Naam, nakushukuru sana ndugu Mgimba. Pengine kwa kuhitimisha kabisa, umemsikiliza miongoni mwa hoja ambazo ziliibuliwa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akiwa katika mkutano wake hapa Njombe, ni swala zima la ujenzi wa viwanda ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto ya ajira nchini. Hoja hii unaiona ina mashiko na pengine inafaa kupewa kipaumbele kwa namna gani na serikali iliyopo madarakani? Kama unaweza kujua, kuna wizara ambayo imeundwa kabisa sasa hivi ya uwekezaji ambayo ipo na Kitila Mkumbo. Ni swala ambalo sasa hivi serikali inapigia chapuo kubwa sana, swala la viwanda, kwa sababu tunajua umuhimu wa viwanda, tunajua ni kwa namna gani viwanda vinaenda kukwamua hii changamoto ya ajira kwa vijana walio wengi ni inaikumba dunia. Sasa hatuwezi kwa inaikumba Tanzania. Kwa hiyo na sisi struggling kubwa ambayo tunazifanya ni kuimarisha viwanda, kuanzisha viwanda vipya. Msukumo umekuwa mkubwa sana. Benki ya TIC inafanya vizuri, na wizara sasa hivi imetingwa, inachanja mbuga kwa kisha inatafuta wawekezaji waje kuwekeza. Haya nania Mchuchuma na Liganga imekuwa ni historia ya muda mrefu sana, lakini kuingia mama amesha push up, unaona fidia zimeshalipwa. Sasa tuanze kuchanja chuma kule. Tuhitimishe. Purukushani hizi zinaendelea, huku no reform, huku tunaenda kwenye uchaguzi. Watanzania wanafaa kukaa katika mstari gani hivi sasa? Twende kwenye uchaguzi. No reform no election ni kichaka cha kutokea. Asante sana. Bado kuna maandalizi hayakuwa mazuri pekee. Shukrani sana. Na mtazamaji, tunahitimisha matangazo. Asante sana kwa kutufuatilia tangu mwanzo mpaka hivi sasa tumefikia tamati. Tukutane katika mahojiano mengine yajayo tukiendelea kuangazia siasa Tanzania, lakini vile vile maeneo mengine. Asante sana. Mimi naitwa Dickson. Kwaheri.